kuwepo pale kwa vijana wadogo hawa kwenye kikosi hiko cha Simba, Libase Gaye kutoka pale taifa la Senegal, lakini pia Simba kumjumuisha kikosi hiko cha Ismail Oliver Ture kwenye kikosi hiko cha Simba, hiyo pia inaenda kuongeza chachu na ubora na ufanisi kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nao pia Simba wamekamilisha dili la mshambuliaji kutoka pale taifa la Mauritania, anaitwa Mamadou Sai, kijana mdogo akiwa na umri wa miaka 22. Ni mmoja kati ya vijana bora kweli kweli ambao pia wanaenda kuongeza chachu bora katika ufanisi na uwezo wa ushambuliaji katika soka bara la Afrika. Kijana Mamadou Sai ni kijana ambaye yuko vizuri kweli kweli Simba kuweza kukamilisha dili la mchezaji huyo. Kwanza umri wake unaweza ukawa ni moja kati ya umri bora kweli kweli ambao pia umeweza kumshawishi kocha Steve Barker kuweza kumsajili kijana mdogo akiwa na umri mdogo. Thamani ya mkataba ni dola 200,000, ndiyo thamani ya mkataba Simba wameweza kumsajili mchezaji huyo. Simba wameweza kumpa mkataba wa miaka 3. Mamadou Sai ataendelea kusalia hapo kwenye viunga hivyo vya Simba kwa miaka 3, ataendelea kuihudumia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Moja kati ya kitu ambacho Mamadou Sai ataenda kuinufaisha klabu hiyo ya Simba, umri wake pia bado kiendelea kuwa rafiki, kwa maana kwamba akiwa na umri wa miaka 22, kwa hiyo anaweza akaihudumia klabu hiyo ya Simba kama kiwango chake ata click vile ambavyo ilivyokuwa kama kule ambapo alipokuwa akitokea. Ukumbuke kwamba Mamadou Sai alikuwa ni mchezaji wa klabu ya APR pale nchini Rwanda, na kabla ya hapo aliweza kuitumikia klabu ya pale katika taifa lao la Mauritania. Na baada ya hapo Simba kujaribu kumtazama katika mashindano mbalimbali, Kombe la Mapinduzi kule visiwani Zanzibar msimu uliopita, Simba pia wameshawishika kuweza kumpata Mamadou Sai kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nilikwambia mara kwanza, moja kati ya vitu ambavyo Simba ataenda kunufaika kwa umri wake kuwa mdogo, na pia Simba kumpa mkataba wa miaka 3 kijaribu kujumlisha na ile miaka 22 aliyokuwa nao Mamadou Sai, inakuwa ni miaka 25. Kama ata click ubora, ataenda kuonesha ule ubora ambao aliokuwa akiuonesha kule APR, basi Simba watakuwa na room nyingine kuweza kumuongeza mkataba, kwani kipengele cha mkataba kinaeleza kwamba kama Simba ata nufaika na ubora wa Mamadou Sai, kipo kipengele kilichokuwa kikieleza kwamba kipengele cha kuongeza mkataba, kwa maana kwamba Mamadou Sai anaweza kuongeza mkataba wa miaka 2 mpaka mwaka mmoja mpaka miaka 2. Hiko ndio kitu ambacho Simba ataenda kunufaika hapo. Lakini hili ni moja kati ya ingizo baada ya kuondolewa kwenye kikosi hapo Steven Dese Mukwala na kuweza kuuzwa kule nchini Libya, alipokuwa akihudumia klabu hiyo ya Al Nasri, na Simba wameweza kumuuza Mukwala pamoja na Jean Charles Ohua, na zile fedha ambazo walizokuwa wameweza kuwauza wachezaji hao wawili ndio ambao imeweza kwenda kuongeza thamani ya kuweza kuwasajili wachezaji. Kama ukijaribu kumtazama Jean Charles Ohua, mkataba wake ulikuwa umebakiza miezi 6, lakini pia Steven Dese Mukwala na pia mkataba wake ulikuwa umebakiza mwaka 1.5. Kwa hiyo Simba wakaona bora wachukue maamuzi ya kuweza kuwauza hao wachezaji, lakini pia faida ya kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba imeonekana kuwa faida ndogo ya wachezaji hao pia wa klabu hiyo ya Simba kuendelea kusalia hapo. Kinachofanyika hivi sasa, vikao vikiendelea kufanyika ndani ya viunga hivyo vya Msimbazi, ni kwenda kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na Joshua Mutale Budo. Budo bwana amekataa kuondoka hapo kwenye klabu ya Simba kwa njia ya mkopo. Moja kati ya kitu ambacho Joshua Mutale Budo, raia kutoka pale Zambia Lusaka, ameeleza kwamba yeye hayuko tayari kuondolewa kwa mkopo na anachokihitaji yeye Budo aweze kuuzwa moja kwa moja. Mkataba wake umesalia ni mwaka 1.5, alichoweza kuwashawishi viongozi wa Simba wakae chini ili waweze kujadili mkataba huo unaweza kuvunjwa hivyo. Na unafahamu kabisa kama Simba watavunja mkataba wa Joshua Mutale Budo, kwa hiyo Simba watakuwa na ile room ya kuweza kumrudishia fedha zote
alizokuwa akipaswa kulipwa ndani ya mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo kitu ambacho anachokifanya Budo, anahitaji mahitaji yake ya fedha, na yeye hayuko tayari kuondolewa hapo kwa mkopo. Ndio kitu ambacho anachokifanya Joshua Butale Budo. Lakini pia ukiachana taarifa hiyo, Neema Emma rasmi uongozi wa Simba umeweza kufikia hatamu na Neema Emma na klabu yake ya Mamelodi Sundowns, na ukumbuke kwamba mkataba ambao umesalia kati ya Simba dhidi ya Neema Emma ulikuwa ni mkataba wa mwaka mmoja kutoka kule klabu ya Mamelodi Sundowns, na Mamelodi wao walikuwa wanataka tu kumaliza tu mkataba wake Neema Emma, na mkataba wake ulikuwa bado mwaka mmoja, na Simba wao walichukua maamuzi ya kumchukua Neema Emma kwa mkopo kutoka pale klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini taarifa zikieleza kwamba Simba wao tayari wameshaweza kufikia maamuzi ya mwisho wa Neema Emma kumrudisha kwenye klabu yake ya Mamelodi Sundowns, na mwisho wa siku ili maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini Simba wapo mbioni kwenda kukamilisha kiungo mshambuliaji kutoka eneo la katikati. Ukiachana na Chota Clatous Chama, Simba kuweza kumalizana naye na kumrudisha kwenye viungo hivyo vya Simba, ziko taarifa zingine zikieleza kwamba Simba wapo katika mchakato wa mwisho kuweza kuinasa saini ya mchezaji kutoka hapo kwenye viunga vya Singida Black Star. Anaitwa Idris Diomande, mmoja kati ya vijana bora kweli akiwa na umri wa miaka 25, raia kutoka pale nchini Ivory Coast. Simba mwanzo kabisa kabla ya kuanza mashindano ya Mapinduzi pale visiwani Zanzibar, Simba walikuwa wakihitaji zaidi huduma ya Idris Diomande kutoka pale Ivory Coast. Mara kwanza uongozi wa klabu ya Singida waliweza kukataa ofa hiyo ambayo Simba waliweza kuipeleka katika viunga vya Singida wakisema kwamba wao wako tayari kuweza kumwachia Idris Diomande kwenye klabu hiyo ya Simba. Na ziko taarifa zikieleza kwamba Simba waliendelea kufuatilia dili hili kwa karibu zaidi na kuona labda kuwashawishi viongozi wa Singida ili waweze kumwachia Idris Diomande kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu Msimbazi Simba. Sasa mchakato umeendelea kukamilika na zipo 90% ya Idris Diomande kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Ukiachana na dili la Chota Clatous Chama kurejea kwenye viunga hivyo vya Simba, lakini pia Idris Diomande kutoka Singida Black Star, na hii pia ziko 90% za kwenda kurudi ama kwenda kusajiliwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kwa mkataba wa miaka 2. Simba kama watafanikiwa kuweza kukamilisha dili hili, Simba watakuwa na watu kweli katika eneo la katikati pale. Ukiwa na mtu kama Chota Clatous Chama, nje yuko pale Idris Diomande, kama unaweza ukawaingiza wote wachezaji wawili viungo namba 10, basi utakuwa na faida moja nzuri kweli. Lakini pia nje una mtu kama Mohamed Bajabel, lakini pia una mtu kama Maurice Abraham, Kibu Dennis Prosper, kama una mtu Eli Mpanzu Kibisawala, lakini pia kama utakuwa na mtu mwingine mwenye ubora zaidi kama vile Mamadou Sai, ana uwezo wa kushuka chini kucheza kama namba 10, Jonathan Soa akikaa pale juu kwa